ya Daudu, ewe Daudi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sisi tumekujalia wewe hapo una nafasi ya uteuzi, ni khalifa wetu kwenye dhamana tuliyokupa ya kusimamia mambo hapo duniani. Fahkum baina nasi bil haqi, hukumu kwa haki baina ya watu. Wala tattabi'il hawa, usifuate matamanio ya nafsi au elimu yako mwenyewe au unayoyaiga kwa viumbe wenzako. Kuna mpango kazi wa aliyekuleta ndo kakupa, tumia huo. Ukifuata matamanio yako, fayudillaka an sabilillah, matamanio yako yatakupotosha kwenye njia ya Allah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah, watu wote wanaopotoka kufata utaratibu wa Allah, lahum adhabun shadidun, ipo adhabu kali kwa ajili yao, bima nasu yawmal hisabi, kwa sababu ya kudharau kujiandaa na siku ya malipo. Hawakufanya yale ambayo siku hiyo yatakuwa yana vigezo vya kukubaliwa. Wamefanya mambo ya upuuzi, hayana thamani wala vigezo vya kulipwa siku hiyo. Wataadhibiwa. Allah atuhifadhi, atupe uwezo wa kufahamu yenye manufaa nasi, na atuwezeshe kuyatekeleza, na atupe uwezo wa kujua yenye shari nasi, na atuwezeshe kuachana nayo. Tukiondoka, kila mmoja siku yake ikifika ya kuondoka, achukue roho zetu hali ya kuwa yuradhi nasi, aweka turidhia, na siku hiyo ya malipo akatuweke katika orodha ya waja wake wema waliofanikiwa. Tumeambiwa hapa watu wanaoshindana na Allah kama wana mamlaka maeneo yoyote mbinguni, kwenye centers ambazo Allah anazitumia kwa shughuli zake za utawala, anakofanya maamuzi, basi waende huko wakabadilishe matokeo. Muulizaji kauliza, mbona watu wanakwenda mwezini? Hasa kwenda mwezini ndio ishafika huko kwenye asbabu samawati? Ndio nikamwambia swali lako halina jibu ya mkato, lakini nitakuja kulichanganua angalau lifahamike. Katika sura mbili, suratu Sajda, Alif Lam Mim Sajda, na suratul Maarij, Allah amezungumza kauli mbili za urefu wa masafa ya kutoka kwenye hivyo vituo vyake vya kiutendaji. Kwenye suratu Sajda kataja safari ya malaika kutoka Baitul Izza mpaka hapa ardhini. Akasema malaika wanatumia kusafiri kutoka hapo mpaka hapa kwa muda ambao sisi hapa duniani tukihesabu utatugharimu kama miaka 1000. Miaka 1000 kutoka Baitul Izza au Baitul Maamur mpaka hapa. Wakati Qur'ani inashuka hakukuwa na teknolojia tulionayo leo ya mambo ya GPS na mingineyo. Kwa hiyo hisabu zilikuwa zile za kiummi. Vipimo vya urefu dhiraa, masafa unapimiwa maili, au unakadiriwa muda wa time kama siku au miezi au miaka. Ukitumia hivi mwenyewe binafsi kwa akili yako ya kawaida unaweza ukafanya calculation. Kutoka Baitul Maamuri mpaka ardhini, anasema wanasafiri malaika kwenye siku moja, kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'udun. Makadirio ya masafa kutoka hapa mpaka huko ni kiasi cha miaka 1000 mnayohesabu nyinyi. Yani kama sisi tutasafiri kutoka hapa mpaka huko, safari yetu itachukua miaka 1000. Mpaka hapo tuko sawa. Lakini kwenye suratul Maarij amesema ta'arujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana.
Malaika huwa wanapanda kutoka hapo Baitul Maamur, maana hiyo ndo center. Maagizo yote ya Allah ya kutekelezwa hapa na kwengineko wanachukua hapa. Kutoka hapo mpaka kwenye Arshur Rahmani, kwenye Lauhul Mahfudhi, masafa yake ni makubwa zaidi. Kwa hiyo siku moja wanayosafiri malaika kutoka Baitul Maamuri mpaka Lauhul Mahfudh, siku hiyo kana miqdaruhu 50,000 sana. Makadirio yake ni kama miaka 50,000. Miaka 1000 kutoka hapo mbingu ya kwanza mpaka hapa. Lakini miaka 50,000 kutoka hapo mbingu ya kwanza mpaka kwenye Lauhul Mahfudh, ambayo iko huko kwenye Arshur Rahmani, kwenye Sidratul Muntaha. Ni masafa ya kusafiri. Sasa kwa ulimwengu wetu wa sasa, pamoja na teknolojia tulionayo na watu wanaotamba kwa maarifa ya elimu, kuna yoyote alishawahi kukadiria kufika huko? Nauliza hivyo. Kuna yoyote keshafika mbinguni? Mwezini sio mbinguni, ni hapa hapa karibu. Kutoka kwenye ardhi yetu mpaka lilipojua, kwa makadirio ya mahesabu, ni maili 93 milioni, 93 million miles. Na jua likiwaka kule mwanangu, ardhi huikanyagi bila ya kiatu. Maili 93 milioni kutoka ardhi yetu hii mpaka liliko jua ni maili 93 milioni. Sasa mwezi ni mali ya hii ardhi yetu. Umwezi unaizunguka hii ardhi karibu tu. Sasa sio kitu ghali kwa Allah kuwapa binadamu kuchupa kutoka hapa mpaka hapa. Kama kudandia dau tu hapo, uko kwenye dau lako, ukaomba lifti kwa mwingine, kasogea karibu, ukachupia kule. Wenyewe wataalamu wanaweza, mimi naweza nikazama. Umenifahamu? Sasa kwenye Suratu Safat, Suratu Safat ni sura ya 36. Ni hiyo nyuma ya hii sura tunayosoma. Aya zake za mwanzo zinasoma hivi: wasafati safa, fazajirati zajra, fataliyati dhikra, inna ilahakum lawahidu, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, wa rabbul mashariq, inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib. Pointi yangu iko hapa. Inna zayyana as-samaa ad-dunya, mimi nimeipamba mbingu iliyo karibu nanyi. Yani mbingu ya kwanza kutoka hapo duniani kwenu, kutoka hapo ardhini kwenu. Katika hizo mbingu 7, mbingu ya kwanza hapo nimeipamba kwa pambo la mataa. Mara nyingine husema bima sabiha, hapo ukasema bizinatinil kawakib, nyota. Sisi tukikaa hapa juu ya ardhi, kila tunachokiona juu usiku tunasema nyota. Lakini sio kwamba vilivyoko huko vyote ni nyota. Sikiliza hoja. Inna zayyana samaa ad-dunya, sisi tumeipamba mbingu ya karibu yenu hapo, bizinatinil kawakib, kwa pambo la manyota. Naenda nanyi pamoja. Sasa kilicho chini ya mbingu ndo hichi tunachokiona. Ukitoka usiku ukiangalia juu, chochote utakachokiona kiko chini ya mbingu, kwa sababu hakuna mwenye uwezo wa kuona ndani ya mbingu. Kutoka kwenye ardhi yetu, vyote tunavyoviona, pamoja na kutumia binoculars, telescopes na vitu vya kisasa vya kuona mbali,
hivyo tunavyoviona viko chini ya mbingu ya kwanza. Sasa kwa ufupi iko hivi, ardhi yetu ni sayari hii ambayo tupo juu yake. Sayari hii ni miongoni mwa sayari 9 zilizokuwa zina muamala na jua hili lililoko umbali wa maili 93 milioni. Kitaalamu linaitwa solar system. Jua kama ndo liko center, linazungukwa na sayari 9. Wamezipa jina wazungu. Ya kwanza inaitwa Mercury, ya pili Venus, ya tatu Earth, ndo hii tunayoishi, ardhi kwa Kiarabu, ya 4 inaitwa Mars, ya 5 Jupiter, ya 6 Saturn, ya 7 Uranus, ya 8 Neptune, ya 9 inaitwa Pluto. Hizi zinaitwa ni sayari zinazozunguka jua letu hili. Kwa jina moja zinaitwa solar system. Mfumo wa jua, nidhamu ya jua letu na vitu vyake ambavyo vina uwiano navyo. Mpaka hapo tuko pamoja? Sasa masafa kutoka ardhi mpaka jua tumesema maili 93 milioni. Je, masafa kutoka kwenye Pluto sayari ya mwisho mpaka jua ni mamilioni ngapi ya maili? Lakini bado ni masafa madogo ya kitu kinachoitwa solar system. Hii iko kwenye space, kwenye anga, chini ya mbingu ya kwanza. Sasa basi, hii solar system yetu yenyewe iko kama cell, ni mfumo unaojitegemea. Haiko stationary, haikusimama mahala, inazunguka kwenye anga. Na wataalamu wa astronomy wanatuambia we make a complete cycle around our galaxy after every 100 million years. Jua letu hili na sayari zake, jua lenyewe linazungukwa na sayari zake zote hizi na hizi sayari zina miezi. Kila mwezi unaizunguka ardhi sayari yake. Kuna moja inaitwa Jupiter, ina miezi 12. Hii Earth ndo ina mwezi mmoja unaoandama, tunagombaniana nao kwa kuhesabu tarehe. Jupiter ina miezi 12 kwa sababu hili ni jisayari kubwa, the giant Jupiter. Lina miezi 12 inatumika kuiangazia Jupiter. Inachukua mwanga kwenye jua, inamurika kwenye Jupiter. Bado ni sehemu ya solar system yetu. Lakini solar system yetu inazunguka duara kubwa sana, kiasi ambalo kuanzia starting point mpaka ikimalizia safari ni miaka milioni 100. Bado masafa yote hayo ni chini ya mbingu ya kwanza. Kwenye anga hii chini ya mbingu ya kwanza, hizi solar systems ziko kwa malaki, hundreds of thousands, ambazo zimetengeneza kicha kama cha zabibu. Hizi zinajitegemea solar system yetu na nyinginezo kwenye portion yake hapa kwenye space ya kwanza zinazunguka. Hizi ndo zinaitwa galaxy. Solar system nyingi kwenye eneo fulani la anga ndo zinaitwa galaxy. Sasa galaxy ziko in millions. Millions of galaxies zipo. Galaxy ukitoka usiku ambao hauna mawingu, yani juu kuwe hakuna mawingu na kusiwe na mwezi, ina maana ni usiku wa kiza tunaita. Unaona ukanda fulani wa hewa kama umetengeneza barabara ya changarawe, zile nyota zake zimepangwa kama barabara, zinaitwa the Milky Way galaxy. Hiyo ndo galaxy yetu sisi, ambayo solar system yetu imo humo kwenye duara lile. Sasa linazunguka lile duara, ni kubwa, liko chini ya mbingu ya kwanza. Sasa duara lile kuna na mamilioni ya maduara kama yale, yote yako chini ya mbingu ya kwanza. Mmenifahamu Kwa hiyo hili eneo ni kubwa. Ukisimama juu ya mswala kusema Allahu Akbaru, Allah ni mkubwa zaidi, mkubwa kuliko vyote alivyovimiliki na anavyovitawala. Sasa kutoa challenge, kama mna uwezo wa kufika kwenye asbabu samawati,
Hapa tu hii solar system yetu hatujaweza kuitembea yote. Kama wewe unashangaa watu kwenda hapo kwenye mwezi, mbona cha mtoto tu hicho? Wallah, Allah hajaona ubakhili kuwapa watu hiyo elimu. Wanaweza kufika, lakini kufika kwao wameongeza nini na wamepunguza nini kwenye ufalme wa Allah? Hawajaongeza chochote na hawawezi kumharibia kitu. Kwa hiyo nimesema najibu kwa ufupi. Allah akasema ana centers zake huko zamana ambazo kuna watendaji wake wa kazi kwenye shughuli zake za kiutawala, anawatuma majukumu na hizo centers ndo wanatumia kuweka kumbukumbu, kama huko kwenye Sidratul Muntaha, huko kwenye Iliyin na Sijin ambako hafiki yoyote asiyehusika. Hasa hawa wanaona choyo Allah kufanya maamuzi yake kumteua kiumbe wake akampa neema hii na mwingine akampa neema hii. We unaona choyo kwa nini kapewa fulani? Ndo akawaambia basi pandeni huko kwenye sehemu ambako huwa ninatunza kumbukumbu zangu, mkapangue matokeo, na hakuna anayefika huko. Kwa ufupi iko hivyo. Ngumu kufahamika kwa sababu mambo mengine mpaka uwe darasani uchorewe mchoro na hivi, lakini ndo hiyo. Allah ni mkwasi na ana eneo kubwa. Jeuri ya binadamu haiwezi kuongeza wala kupunguza chochote kwenye ufalme wake. Mwingine huyu kaja na swala, anasema nilisikia eti wewe umesomea elimu ya anga. Na kushusha ndege. Je, ni kweli? Sio kweli. Sijasomea elimu ya anga na kushusha ndege. Mimi nilikuwa ninafanya kazi kwenye mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania. Na hii iko chini ya shirika la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kazi zetu ni za kimataifa. Kwa hiyo elimu yangu ni ndogo nilosoma inaitwa meteorology. Meteorology, elimu ya hali ya hewa. Kwa hiyo najua tu kwa kiasi kidogo mwendo wa mawingu, atmospheric pressure, temperature, humidity na vitu kama hivyo. Sijasomea kurusha ndege. Nisingekuwa hapa sasa hivi. Ningekuwa napaa anga za juu futi 6,000, 7,800. Sijasomea hiyo. Na kamalizia kwa kusema unawahusia nini vijana kuhusu kusoma elimu kama hizi? Ni swala la msingi. Vijana nawahusia wasome hizi elimu kwa sababu kwa ufahamu wangu mimi kwenye dini hakuna mipaka ya elimu, kwamba kuna elimu ya dini na elimu ya dunia. Elimu ni elimu tu. Allah katutolea visa vingi kwenye Qur'ani vya kitaalamu. Kwa mfano safari ya kikazi ya mja wake Dhulqarnain alipoenda magharibi ya dunia kwenye shughuli zake za kiutawala. Akenda na mashariki kwa shughuli zake za kiutawala. Halafu akapita katikati katika nchi za mashariki ya mbali, akakuta watu. Aliyoyafanya Dhulqarnaini sio masala ya ibada, kwamba kawafundisha kusali, kawafundisha kufanyaje. Wale watu baina sadaini katumia teknolojia kubwa. Pale kuna elimu ya chemistry, kuna elimu ya physics na kuna elimu nyingine ya kiufundi, fundi ujenzi. Zile zote ni taaluma. Mmenifahamu vizuri? Kwa hiyo Allah kamwambia mtume wake asome. Ile Iqra haikuwa na maana ya kwamba asome msahafu tu peke yake. Ni elimu kwa ujumla. Kwa hiyo nawahusia msidharau elimu. Hichi walichonacho wazungu, wanachokosea wazungu,
wao ndo wale wanaodharau siku ya malipo. Hawaamini kuwa kuna kiyama. Kwa hiyo wamebezi na hii dunia peke yake, hapa tu ndo wanapokosea. Wangekuwa wanamfahamu Mola wao muumba, wakafanya mambo yao haya wanayoyafanya kwa kutaka radhi zake, wallahi wangelijaza hiyo firdausi wao. Kwa hiyo hakuna mgawanyiko wa elimu kwamba kuna elimu ya dini na elimu ya dunia. Elimu ni elimu tu. Knowledge ni muhimu. Someni kila fani. Sasa sisi ndo tuwe wajinga tu hapa. Soma hiyo Qur'ani yenyewe inakupa fani zote zimo humo. Kama unasoma physics, ukiipitia Qur'ani unastafidi kwenye anga zako. Yani hii ukizungumza kwa mfano haya mawaidha, hizi aya tunazopitia, hao waliosomea dunia unawaacha hoi. Sasa kumbe haya yamo kwenye Qur'ani. Yamo kwa sababu watu wanakuta kwenye Qur'ani. Wenye maarifa yao wanajituma kufanya research. Research ndo zinawapa elimu ya ziada, wanagundua vitu vipya. Kuna siku Mtume aliwaambia watu masafa ya eneo la mpaka baina ya pepo na moto ni kiasi cha kutembea miaka 70 harifa. Yani hii ni mpaka tu ku cross border. Eneo hili huku peponi kulia, eneo hili huku motoni. Eneo la mpaka wake kuvuka unatembea miaka 70. Kawaambia hivyo Makureishi. Lakini wao walikuwa watu wa dark ages wale. Hawana maarifa kiasi hicho. Haya kwao ilikuwa ni mzigo, hawamuelewi. Siku chache baadaye kashushiwa aya zile za suratu Araf zinazozungumza watu wa peponi na watu wa motoni watazungumza. Wakapiga kofi kwa kejeli, wakasema hamumstaajabu Muhammad, juzi katuambia eneo la mpaka tu baina ya pepo na moto kuvuka mpaka ni miaka 70. Leo anatuambia watu wa peponi na wa motoni wataongea. Wanaongeaje watu masafa marefu kama haya? Lakini kwa mtu wa sasa hili halimshangazi. Nyie mnajinyima usingizi mkiambiwa kuna mechi ya mabondia maarufu duniani wa uzito wa juu. Kwa kule kwao jioni, hapa kwetu itakuwa alfajiri. Wallahi mnakesha, mnaangalia pambano live, si kweli? Sasa hivi tuna hivi vidude, unapiga hapa mtu yuko Canada au Hong Kong, mnaongea na huku mnacheka, mnaonana, si kweli? Sasa mtu kaweza, ni elimu ndo ilomfanya. Kumbe kuna uwezekano wa hichi. Wamejituma watu wanafanya research. Si hapa hata kama tuna vyuo vikuu, sijui wataalamu wetu wanafanya nini, hizo research zao zinasaidia nini. Lakini wenzetu wamewekeza kwenye elimu. Na kila wakifanya research, Allah anawapa maarifa mapya. Wanagundua hichi na hichi na hichi. Wewe unaambiwa usisome, ukafiri. Aliyekuumba akakwambia usome. Aliyekuja kukwambia usisome nani? Labda ni mpinzani wa Allah, kwa sababu Allah kakubali upinzani. Kuna vyama viwili, kuna chama tawala Hizbullah na kuna chama cha upinzani Hizbu Shaitani. Hii ndo mechi iliyopo hapa. Sasa wewe inategemea umejiunga na chama gani. Ukitaka chapchapu maisha ya haraka, unajiunga na wajamaa wanaitwa Freemasons, Hizbu Shaitani, na hawaoni aibu kusema we are the devil worshippers. Sisi tunamwabudu shetani. Sasa na wewe jiunge nao, ustarehe kabisa duniani. Ukitaka ya huko ujipinde ufanye kitu, soma mwanangu.